Ikiwa leo ni tarehe 17 mwezi wa 9 mwaka 2025. Mimi ni Irene Kishiwa. Nami ni Esther Chilato. Unaweza kutufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, lakini mubashara kupitia tovuti ya www.jambofm.co.tz. Baada ya askofu wa jimbo Katoliki la Bukoba Jovitus Francis Mwijage kutoa taarifa ya kifo cha mhashamu askofu mkuu na alikuwa balozi wa Baba Mtakatifu nchi mbalimbali duniani Novatus Rugambwa kufariki dunia Septemba 16, 2025 wakati akipata matibabu huko Roma nchini Italia, Askofu Methodius Kilaini, askofu msaidizi mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba, amemzungumzia hayati Rugambwa ambaye ni mzaliwa wa mkoa wa Kagera. Clave Christian kutoka Bukoba mkoani Kagera amefanya mazungumzo na Askofu Kilaini na kuandaa taarifa hii. Kwa kweli ilikuwa mshtuko, ingawa tulijua kwamba alikuwa mgonjwa. Hiyo ilisaidia kidogo, kwa sababu alikuwa amekuwa mgonjwa kwa muda, alipata kiharusi zaidi ya mwaka mmoja. Hivyo sio kwamba ilikuwa kitu kipya kabisa, lakini hata hivyo tulishtuka. Tulikuwa bado kila mara na tumaini kwamba atapona. Utume wake, kwa sababu alikuwa mwanafunzi wangu, nilikuwa namfuatilia kwa karibu. Kwanza alipokuwa katibu, hata katika mazingira magumu kama kule Pakistan, kama kule Panama, ambapo palikuwa na mapinduzi na nini, lakini alikuwa imara kabisa. Kule Panama wakati fulani Baroza akaondoka akabaki peke yake, akishika ile ofisi ya Panama. Ndio nyakati zile ngumu Marekani inavamia Panama nini pale, lakini alikuwa kila mara imara kabisa. Na hata baada ya kuwa Baroza Baba Mtakatifu, alikuwa mtu ambaye alikuwa na msimamo, alikuwa na maadili mazuri, sio mtu anayepiga kelele sana. Hivyo alikuwa ni barozi mzuri, alikuwa sio mtu anayepiga kelele sana, ni mtu anayeongea, lakini anachokiongea kina uzito wake. Yaani kila neno analosema naona kwamba kila neno limepimwa bila kuchukua muda wa kufikiria, lakini likitoka tu naona sio la kurusha, limepimwa. Mtu ambaye hakasiriki, lakini akikwambia kitu kama unaona hapa hakupenda, nakwambia kwa kweli hiki na utakuwa 1 2 3, anakuambia kabisa. Hayati Askofu Novatus Rugambwa, mmoja wa viongozi mashuhuri wa kanisa Katoliki kutoka Tanzania, ambaye aliwakilisha nchi ya Tanzania kwa heshima katika majukwaa ya kimataifa. Halafu ni mtu aliyependa Tanzania na aliendelea kuwa karibu sana na Tanzania. Hapa Bukoba alikuwa amesaidia sana kusomesha mapadri wetu, kwa tafutia scholarships hata na Tanzania nzima. Kwa mfano Dar es Salaam wale masista wa St. Mary's ambao wana shule kubwa sana ya watoto wasiojiweza, ni amewaleta mpaka kule Dar es Salaam na akasaidia kuwaweka pale, na wako wanafanya kazi nzuri sana. Hata na serikali imetambua kazi yao vizuri sana. Hivyo ni kwamba licha ya kuwa nje, amekuwa vile karibu na Tanzania na karibu na maaskofu wa Tanzania. Sio sisi tu wa Bukoba, lakini wote tumesikitika. Askofu Rugambwa alikuwa kiongozi mwenye unyenyekevu mkubwa, aliyetumia nafasi yake kuhubiri amani na matumaini. Tabasamu lake na maneno yake ya faraja yaliacha alama isiyofutika kwa wale wote waliokutana naye. Ni pigo kubwa sana, kwa sababu ni mmojawapo wa wale ambao tuna Marugambwa wawili. Wote wamechomoza kweli na walikuwa ni rafiki kweli. Mwadhama Protazi Kardinali Rugambwa ambaye yuko Tabora, tena jana amenipigia kunipa pole. Halafu na yeye ambaye ndiye alikuwa ni barozi Mtanzania wa kwanza kuwa barozi wa Baba Mtakatifu, na mpaka sasa ndiye pekee amefika cheo kile cha kuwa barozi wa Baba Mtakatifu. Alifuata nyayo zake, sio ndugu zake, lakini wote walipata majina hayo kwa umaarufu wa Mwadhama Lauriani Kardinali Rugambwa ambaye ni kardinali wa kwanza Mwafrika. Hivyo wazazi wao wakawapa majina yale, na majina yale kwa kweli yamekwenda vizuri. Maziko yake hatuwezi kusema ana sura mbili. Ni mtu ambaye ni mwanadiplomasia wa Roma, hivyo Roma wana usemi juu yake, lakini ni mtoto wetu na mzaliwa wetu, na tunataka aje azikwe hapa. Hivyo bado tuko tu, Baba Askofu Jovitus Mwijage yuko anawasiliana na Roma, lakini ikiwezekana tutafurahi sana kama atakuja kuzikwa hapa Bukoba. Leo hii tunapomkumbuka hayati Novatus Rugambwa, tunamuona kama daraja la upendo kati ya Tanzania na dunia. Urithi wake unatufundisha kuwa cheo si utukufu, bali ni nafasi ya kutoa huduma. Claver Christiani, Jambo la Leo, Bukoba, Kagera. Askofu Mkuu Novatus Rugambwa aliyekuwa miongoni mwa Watanzania wachache waliowahi kushika nyadhifa za juu ndani ya Vatican, akihudumu kama balozi wa Baba Mtakatifu katika nchi mbalimbali duniani. Alizaliwa Oktoba 8 mwaka 1957 kijiji cha Mishenyi, jimbo Katoliki la Bukoba nchini Tanzania, na baada ya masomo akapewa daraja takatifu la upadri mikononi mwa hayati Askofu Nestorius Timanywa Julai 6 mwaka 1986
na kujiunga na utume wa kidiplomasia mjini Vatican Julai mosi 1991. Baada ya kufanya kazi mbalimbali katika balozi za Vatican, Juni 28, 2007, aliyekuwa mkuu wa Kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Benedikto wa 16 alimteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Shughuli za Kichungaji kwa ajili ya wakimbizi na watu wasiokuwa na makazi maalum. Februari 6 mwaka 2010, Papa Benedikto wa 16 alimteua kuwa askofu mkuu na balozi wa Vatican nchini Angola, Sao Tome na Principe, na kuwekwa wakfu kuwa askofu mkuu na Kardinali Tarcísio Bertone aliyekuwa katibu mkuu wa Vatican kwa wakati huo Machi 18, 2010. Katika huduma yake ya kidiplomasia, askofu mkuu Rugambwa alitumikia kama balozi wa Vatican katika mataifa kadhaa yakiwemo Angola, Honduras na visiwa vya Fiji, na alijulikana kwa hekima, busara na moyo wa kujitoa katika kulihudumia kanisa na jamii ya kimataifa. Tunatoa pole kwa waamini wa Kanisa Katoliki ulimwenguni kote kwa kumpoteza, naweza kusema, shujaa na kiongozi bora kabisa. Baada ya taarifa hiyo, sasa jambo la leo linarudi hapa nyumbani Shinyanga. Mwanaume mmoja mkazi wa Ngokolo, manispaa Shinyanga, alitambulika kwa jina la Juma Mpuya, mwenye umri wa miaka 45, ambaye alikuwa akifanya kazi ya ulinzi, ameuawa kwa kupigwa na kitu kizito usoni na watu wanaodhaniwa kuwa ni majambazi. Watu hao pia walivamia na kuvunja maduka matatu kati ya 7 ambayo marehemu alikuwa akiyalinda katika mtaa wa Majengo Mapya mjini hapa. Eunice Kanumba amefika eneo la tukio na kutuandalia taarifa hii. Jambo Media imefika katika mtaa wa Majengo Mapya, kata ya Ngokolo, na kushuhudia tukio hilo, kama anavyoeleza mwenyekiti wa mtaa huo Philemon Chikala. Katika eneo letu barabara ya Buzuizwi kuna mlinzi ameuawa. Nimefika hapa saa 1:40, nikakuta kweli polisi wameshafika na wananchi wako wengi. Inavyoelekea ameuawa usiku. Majirani tumejaribu kuwatafuta, wanasema kwamba hawakusikia kelele za aina yoyote ile, lakini kwa sababu hili swala limeshafika mikononi mwa polisi, wanaendelea na uchunguzi wao ili kubaini waliofanya uhalifu huo waweze kukamatwa. Pia amesema katika eneo hilo kumekuwa na matukio ya mara kwa mara ya vitendo vya uhalifu, hivyo amewataka wananchi kutoa ushirikiano katika swala la ulinzi, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa ya wageni wote wanaofika katika eneo hilo. Kwenye kata yetu ya Ngokole imekuwa ni changamoto. Hili ni tukio la pili. Tukio la kwanza katika mtaa wa Majengo Mapya, barabara ya Uhuru, wiki iliyopita kuna mlinzi alipigwa na kupoteza fahamu, na sasa hivi bado amelazwa Mwawaza, hajapata fahamu. Lakini tunachoomba wananchi, tupeane ushirikiano kutoa taarifa kwa wale watu ambao hawaeleweki, kwa sababu kwenye mitaa yetu kuna watu wanahamia. Mtendaji wa kata ya Ngokolo Levania Josephat amelishukuru jeshi la polisi kufika kwa wakati katika eneo la tukio na kuainisha kuwa wahalifu ana uhakika watakamatwa, kwani serikali ina mkono mrefu. Nashukuru jeshi la polisi, baada ya kupata taarifa wamefika haraka sana. Wamefanya taratibu zao na mwili wameuchukua kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Vitendo hivi katika kata yetu hatuvihitaji. Tunaahidi kwamba hawa watu tuna imani kabisa watapatikana, kwa sababu polisi wapo na watafanya majukumu yao na wamelichukulia kwa uzito mkubwa zaidi. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga SACP Janet Magomi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku akisikitishwa na kitendo cha marehemu Juma kulinda maduka 7 pekee yake pasipo usaidizi, tena kwa kutumia silaha duni aina ya rungu, na kwamba jeshi hilo mpaka sasa linamshikilia mtu mmoja kwa ajili ya upelelezi. Mlinzi huyu alikuwa akifanya ulinzi kwa kutumia kirungu kwenye jumla ya maduka 7 yanayomilikiwa na mtu ambaye amejulikana kwa jina la Emmanuel Gibson Sila. Huyu ni mfanyabiashara wa Ngokolo. Na katika upelelezi wetu wa awali tumekuta maduka 3 yamevunjwa na mali mbalimbali kuibiwa na fedha taslim ambavyo vyote bado hatujapata thamani yake. Tukio hili linaonyesha kutendeka majira ya usiku wa kuamkia, yani leo, na watu zaidi ya 2 au wengi zaidi ya hapo. Tunaendelea kufanya uchunguzi. Mpaka sasa hivi tunamshikilia mtu mmoja, tutamtaja kwa ajili ya uchunguzi. Na hapa Kamanda Magomi anazungumza na wamiliki wa makampuni ya ulinzi mkoani Shinyanga. Wewe mwenye kampuni ya ulinzi unapomweka mlinzi mmoja alinde maduka 7, si sawa sawa. Lindo mmoja wanalinda askari 2 na wanalinda kwa kupokezana. Kwa hiyo hiyo ni dosari tosha. Sisi tumeingia kazini kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunawataka hao waliosababisha mauaji haya ya huyu mlinzi ambaye alikuwa analinda kwenye maduka hayo. Basi sisi sote kama Wanashinyanga
tuendelee kushirikiana katika swala zima la utoaji wa taarifa. Mimi ni Eunice Kanumba. Haya, tunatoa pole pia kwa familia ya Juma Mpuya kwa kumpoteza baba, huenda kawa ndugu wa karibu na rafiki pia. Kabisa. Tuombe pumziko la amani. Amina. Jambo la kimataifa, mahakama moja nchini Afrika Kusini imekataa ombi la kisheria la familia ya rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa kwamba lazima azikwe katika nchi yake. Siku ya Jumanne, mahakama hiyo ilithibitisha uamuzi wake na kuizuia familia hiyo kukata rufaa kwa misingi kwamba hakuna matarajio ya mahakama ya juu zaidi kubatilisha uamuzi wa mahakama ya chini. Katika uamuzi wake, mahakama hiyo imesema imeridhika kuwa hakuna sababu za msingi za kutoa ruhusa ya rufaa kwa sababu swala hilo lina maelezo mahususi na matarajio finyu ya kubatilishwa. Lungu ambaye aliongoza Zambia kuanzia mwaka 2015 hadi 2021 alifariki dunia mwezi Juni katika hospitali moja nchini Afrika Kusini akiwa na umri wa miaka 68. Familia yake inataka azikwe Afrika Kusini na pia kumzuia rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema kuhudhuria ama pia kuhutubia katika ibada ya mazishi ya serikali. Jambo la leo linakamilishwa na taarifa ya michezo. Ligi kuu Tanzania bara imeanza leo kwa mchezo kati ya KMC na Dodoma Jiji katika uwanja wa KMC Dar es Salaam. Mchezo huo umeanza kuchezwa majira ya saa 10 kamili jioni na kumalizika kwa timu mwenyeji KMC kupata alama 3 baada ya kuifunga Dodoma Jiji bao 1-0. Mchezo wa pili unatarajiwa kuchezwa leo majira ya saa 1 kamili jioni ambao utazikutanisha timu za Coastal Union ya Tanga na Tanzania Prisons ya Mbeya katika uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Hii ni michezo ya kwanza kwa mzunguko wa kwanza wa msimu huu wa Ligi kuu Tanzania bara kwa mwaka 2025-26 huku goli la kwanza kwa msimu huu likifungwa na Darweshi Saliboko dakika ya 56. Unaingia kwenye historia. Kwamba mimi ndo nilikuwa mchezaji wa kwanza kwa msimu huu kuipatia timu yangu goli la kwanza kwa msimu huu. Unaingia kwenye historia. Unaingia kwenye historia. Hata upo kwenye historia. Mimi wewe ni binti wangapi kwenye familia? Wa mwisho. Wa mwisho. Sina historia wewe. Kwamba wa mwisho. Familia yake siamtakishiwa. Mimi binti wa mwisho. Anaitwa wa kwanza mpaka wa mwisho nani najipanga pale pale. Hawezi kuja mwingine zaidi yako. Ni historia hiyo. Inatoka wapi? No. Kila mtu ana historia yake. Kila mtu ana historia yake. Kwa hiyo Darweshi bwana ameweka historia. Kwa msimu huu ligi ndo imeanza, goli lake ni la kwanza sasa ndo limefungwa dimba. Kati ya magoli yote yatakayokuja, lakini la kwake alofunga dakika 56 la kwanza. Haya, sawa. Shukrani sana kwa kuungana nasi mpaka wakati huu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Esther Chilat. Nami ni Irene Kishiwa, lakini pia nyuma ya kamera tulikuwa na Erasto.